Naam, tunaendelea na matangazo yetu na leo ikiwa ni siku ya ubunifu na uvumbuzi duniani, yani World Creativity and Innovation Day. Siku ambayo inaadhimishwa kila tarehe 21 mwezi Aprili kuonesha umuhimu wa ubunifu na uvumbuzi katika kutatua changamoto za dunia. Siku hii inatambuliwa na Umoja wa Mataifa kwa lengo la kuunga mkono utekelezaji wa malengo ya maendeleo endelevu, lengo likiwa ni kutokomeza umaskini, kulinda mazingira na kuhakikisha ustawi kwa watu wote ifikapo mwaka 2030. Na leo tunao wageni wetu kuzungumzia kuhusiana na siku hii, lakini pia umuhimu wa ubunifu katika kutimiza ndoto hizi, na tutafahamu pia wanachokifanya kwenye taasisi zao. Kwanza tunaye Patience Karua ambaye ni afisa mtendaji mkuu wa ukumbi wa ubunifu BuniHub na Dar Teknohama. Karibu sana Karua. Yes, lakini pia tunaye Ntufi Mwakigonja ambaye anamwakilisha meneja wa mfuko wa kuwezesha sayansi na teknolojia kutoka COSTECH. Karibu sana tume yetu hii ya sayansi na teknolojia. Karibu sana. Lakini pia tunaye Jennifer Justin Silayo ambaye yeye ni mbunifu, amebuni herufi kwa ajili ya wasioona. Karibu sana Jenny. Asante. Na Marcus. Karibu sana. Asante. Naona uko unaangalia ubunifu wa Jennifer hapo. Nakuwa nauangalia kwa kina kabisa. Umeziona herufi hizo? Nitazifahamu vizuri atakapokuwa anazielezea. Tukifika pale ambapo atatuelezea. Naam. Lakini kwa sasa tukianza na mwakilishi kutoka COSTECH hapa. Siku hii ya ubunifu pamoja na uvumbuzi, ninyi kama COSTECH mnawapokea vijana na wanakuja na vitu gani hasa, ama na nyie mna mchango gani pia katika kuiangazia siku hii? COSTECH ndio kwenye Kiingereza tunatumia custodian. Kwa hiyo ni shughuli yetu hasa, sababu sisi ndio wenye ubunifu hapa Tanzania katika mazingira yote kuwapata wabunifu, lakini kuendeleza ubunifu. Kwa hiyo ni shughuli ambazo tunazifanya. Kwa hiyo tunapokuwa na siku kama hii, kwetu sisi tunaona ni fursa kama nchi, hasa vijana ambao ndio wadau wakuu kwenye ubunifu na kwa sisi COSTECH pale tuna kituo cha kuendeleza na uhawilishaji wa teknolojia ambacho kazi yake kubwa ni kuhakikisha sasa hii mifumo na miundombinu ambayo inatakiwa kwa ajili ya kuendeleza ubunifu inakuwa katika sehemu inayopaswa kuwa kwa muda huo. Lakini tuna mfuko wa kuendeleza sayansi na teknolojia ambao kazi yake kubwa ni kuhakikisha sasa hizi bunifu ambazo zinapaswa kupatiwa fedha kwa ajili ya kuendeleza kufika hatua moja kwenda nyingine zipate fedha. Na tuna ukumbi wa ubunifu ambao kazi yake sasa ni kuwakutanisha hawa vijana ambao wana mawazo ya ubunifu, ambao sasa kwa pamoja ni kuwasaidia kuona namna gani wananyanyuka kutoka kwenye wazo lao na kulipeleka kuwa uhalisia. Kwa yote kwa ujumla wake ndio kazi ambayo COSTECH tunaifanya. Wow. Na amegusia ukumbi wa ubunifu ambaye afisa mtendaji wake tunaye hapa. Madam CEO. Mnafanya nini humo ndani ya ukumbi wa ubunifu? So tuna kumbi za ubunifu mbili COSTECH. Moja ni Buni Innovation Hub na nyingine ni Dar Teknohama Business Incubator. So kwenye Buni Innovation Hub mara nyingi tunapokea vijana ambao wana mawazo au wana idea ambazo hazijakaa vizuri. Kwa hiyo tunawapeleka kwenye mchakato mzima mpaka wanakuwa na product ambazo ziko tayari kwenda sokoni. Na wakishakuwa na hizo product, tunawachukua tunawapeleka kwenye ukumbi mwingine ambao sasa ni Dar Teknohama Business Incubator kwa ajili ya kuwaandaa kwenda sokoni, kuwasaidia mambo ya intellectual property right, lakini kuwasaidia mambo ya marketing strategy na kuwawezesha sasa kwenda sokoni moja kwa moja. Lakini Buni pamoja na DTBI imekuwa ikiwaunganisha vijana na wadau tofauti wa maendeleo
kwa ajili ya kupata msaada zaidi wa ushauri, lakini pia wa kifedha, na pia Buni kama Buni imekuwa ikisaidia taasisi nyingine kuanzisha kumbi za ubunifu kwa ajili ya kusaidia vijana kwenye mikoa tofauti tofauti. Hivyo pia tumefanikiwa kusaidia karibia vyuo vikuu nchini kuanzisha kumbi za ubunifu ili kuweza kusaidia wanafunzi, lakini na vijana ambao wako karibu na chuo. Wow. Sasa kwako Jennifer, tuambie jinsi ulivyoanza wazo la kubuni herufi hizo kwa ajili ya watu wasioona. Ili wazo kwanza tulisoma tukafundishwa na Buni. Kwa hiyo tulifundishwa jinsi ya kutumia 3D printer kutengeneza hivi vitu. So tukaja na wazo la kuwatengenezea hizi product watu wenye uoni hafifu, ili wakiweza kusoma wapate urahisi, wapate elimu sawa na watu wengine. Kwa hiyo tukawatengenezea hizi herufi ambazo zina nukta nundu ambazo wanaweza wakishika wakajua herufi ya umbo ipoje, na kama spelling A na nukta nundu yake. Yes. Sasa na kuna kufundishwa, lakini kuna ile ubunifu, yani kuongeza vitu vyako mwenyewe. Kwanza ni kitu gani kilikusukuma? Kwa sababu tunajua ungeweza labda ukafikiria kitu kingine ama ukabuni kitu kingine. Niliona changamoto kwa watu ambao hawaoni, wale wenye uoni hafifu, changamoto wanayopata kwenye kusoma, because wale wanatumia kusoma kwa kutumia nukta tu, hawajui kama hii ni A au hii ni B. Yes. Kwa hiyo nikasema kwa nini nisiwatengenezee herufi ambayo inaweza kuwapa herufi namba ambayo inaweza kuwapa motisha kuweza kusoma, wakaweza kuelewa inafananaje, inaonekanaje. Wao hawezi kuona, lakini wakishika najua kabisa ipo hivi na hivi. Yes. Sawa kabisa. Unajua wakati mwingine Balkis, ili utafute suluhisho inakuwa ni kitu ambacho kimekugusa, labda una rafiki, ndugu, ama wewe mwenyewe uko katika hali kama hiyo, lakini kwako wewe ni hivyo hivyo ama kuna story tofauti behind hicho kitu ambacho umekibuni? Nina jirani yangu ambaye mtoto wake ni ana matatizo ya uoni hafifu. Okay. Yeye shuleni kwao wanasoma kwa kutumia zile nukta nundu zile, anaelekezwa tu, lakini hajui hizi herufi zipoje, zinafananaje, umbo lake. Kwa hiyo yule mtoto mwenyewe kama ana changamoto kusema ukweli. So nikaamua kukaa, ikanigusa kusema ukweli na kufikiria kubuni hizi spelling na herufi zenye nukta nundu. Yes. Okay. Sasa COSTECH, mawazo kama haya na bunifu kama hizi vijana wengi wanakuja nazo kwenu. Ni kwa namna gani mnawashika mikono na kuona mnaweza mkawasogeza mbele? Balkis, kama hivyo isema mwanzo pale kwamba tuna mifumo yote ambayo inatusaidia kutembea nao, sio tu kuwashika mkono, lakini kutembea nao. Kwa sababu unapotoa ubunifu kwenye wazo, lakini inatakiwa lifike kwa watumiaji. Hii sisi kule kwenye ubunifu tunasema kwenye biashara, au neno zuri tunasema ubiasharishaji, kwa sababu hii kama haijamfikia yule asiyeona itakuwa haina maana. Kwa hiyo sisi tuna namna ambayo tuwafanye hawa wabunifu tutembee naye kutoka kwenye wazo, lakini hili wazo lazima tutembee naye kulifanya liwe halisia kuwa hii sasa hii bidhaa ambayo ameitengeneza. Lakini tunatembea naye pia kuhakikisha kwamba hii bidhaa iende kwa walengwa ambao tunasema ndio lile soko sasa la watumiaji wa hii teknolojia yake. Kwa hiyo kama nilivyosema, mifumo yetu ukianzia ukumbi wa Buni, lakini tuna atamizi hiyo ya DTBI ambao kazi yake sasa ni kulea hizi bidhaa ambazo zinaenda kwenye biashara. Lakini
mfuko wa taifa wa kuendeleza sayansi na teknolojia wenyewe sasa kazi yake ni pale ambapo haya mahitaji yatahitaji fedha. Kwa hiyo sisi tuna hiyo namna ambavyo tunatembea nao, lakini na very recent hivi karibuni tumekuwa sasa tukasema kuna wale wabunifu ambao wanahitaji sasa mitaji kwa ajili ya biashara zao ambazo zimeibuka kutokana na ubunifu. Hawa tuwape mikopo nafuu. Kwa hiyo sisi tunatembea kwenye mfumo mzima wa ubunifu kutoka wazo mpaka biashara ambayo imetokana na lile wazo la ubunifu. Kwa hiyo ndio kazi ambayo COSTECH tunaifanya. Karua, mkiwa ndani ya kumbi hizo za bunifu, tunafahamu bunifu nyingi zinakuja kwa ajili ya kutatua changamoto mbalimbali katika jamii, hasa hapa nchini kwetu. Ni kwa namna gani bunifu ambazo ziko ndani ya ukumbi mnaona zinaenda kutatua changamoto tulizo nazo katika sekta mbalimbali? Uzuri ni kwamba tunapokea bunifu nyingi kama ulivyosema kwenye sekta mbalimbali, lakini pia bunifu ambazo zinakuja sasa hivi unakuta nyingine ni za kibunifu zaidi na nyingine zinaonyesha matumizi ya teknolojia kusolve changamoto mbalimbali. Kwa hiyo uzuri pia vijana wanabuni kila siku. Kwa hiyo idadi ya bunifu ambazo tunazo inaonyesha mwanga atakuwa kwamba kuna changamoto mbalimbali zitatatuliwa kupitia wabunifu, lakini pia wanaleta bunifu ambazo ni rahisi kwa watumiaji kutumia, lakini bunifu ambazo ni rahisi pia zinaweza kuvutia masoko hata ya nje kwa ujumla, lakini na kuchangia uchumi wa nchi, kwa sababu tuna wabunifu wengine ambao wanaleta changamoto, wanaleta bunifu zao zinatumiwa zinatumiwa na wateja wao, lakini pia mwisho wa siku wanachangia hata uchumi wa nchi wenyewe kwa kulipa kodi, kufuata vigezo na masharti. Yes. Tuzungumzie sasa hizo process unazofanya za kuhatamia incubation. Zinakuwa zinaishia wapi? Kwa sababu kumekuwa na hoja kwamba wabunifu wengi wanasaidiwa pale mwanzoni, alafu baada ya muda kunakuwa hakuna sustainability, kuna mwendelezo wa kile ambacho wanakifanya, kwa maana kwamba kupanua lile wazo na kuwa kubwa zaidi, ama lile suluhisho likagusa jamii ya watu wengi zaidi. Mnafanyaje kwa upande huo? Kwa upande wa Buni na DTBI kikubwa tunachokifanya ni kuwachukua wenye mawazo, lakini tunawasaidia wengine wanakuja na mawazo ambayo sio ya kibunifu. Kwa hiyo tunawasaidia kufikiria namna gani mawazo yao yanaweza kuwa ya kibunifu. Kimojawapo ni kuangalia watu wengine ambao wanafanya bunifu ambazo zinafanana, lakini sasa ukija Buni tunakwambia cha kwako cha tofauti ni kipi kulinganisha na ambacho kiko sokoni, sawa? Na baada ya hapo tukiwasaidia pia tunawapa hela kidogo kwa ajili ya kutengeneza sampuli kifani wakija kwenye level ya Buni Hub, kwa sababu wao wanakuwa bado hawako tayari kwenda sokoni. Kwa hiyo wakipatiwa hela kidogo wanatengeneza sampuli kifani, baada ya hapo wanaweza kuendelea kwenda DTBI kwa ajili ya kujiandaa kwenda sokoni. Lakini hii hela saa nyingine haitoki Buni straight wala haitoki COSTECH straight, unakuta pia tunashirikisha wadau wetu mbalimbali kwenye innovation ecosystem ya Tanzania ili waweze kuwasaidia kuwatoa kwenye hatua moja kuwapeleka kwenye hatua nyingine. Na vile vile kama COSTECH sasa hivi wameanzisha mikopo. Kwa hiyo akitoka Buni ameshakuwa na sampuli kifani. Anaenda DTBI kwa ajili ya kwenda kujiandaa kwenda sokoni. Lakini pia sasa baada ya kujiandaa kwenda sokoni tunashumu huyu mtu tayari yuko vizuri kwamba anaweza akaa kwenye level nzuri pia ya kuchukua mkopo kutoka COSTECH. Ndio maana pia COSTECH wameamua kuanzisha mikopo ambayo wakichukua wanarudisha sio asilimia kubwa, na haihitaji sijui uwekeze nyumba, uwekeze gari, uwekeze kitu chochote. Kwa hiyo huo ndo mchakato mzima. Na Jennifer yuko hapa tayari akiwa amepita katika njia hizo, na sasa tunatamani kujua pia Jennifer yuko katika hatua gani kati ya hizo ambazo zimetajwa. Jenny,
Yes. Katika yani uko kwenye process gani sasa kati ya hizo ambazo CEO amezitaja? Yani hatua ya ubunifu wako iko wapi? Kwa sasa hivi hata ubunifu wangu ipo sehemu kubwa kusema ukweli. Maana kwa sasa hivi tumeshaanza kuzitembeza sokoni na kuanza kuziuza hizi product kwa watu wanaosiweza kuona. Kwa sasa hivi tunauza huko mtaani. Yes. Na sasa hivi manake unasimama mwenyewe sasa kama mtu ambaye anajitegemea bila kupata incubation ama kusimamiwa na hizi taasisi, au bado hujatoka? Yani si tuliwekeje hili swali, yani umeshaanza kusimama mwenyewe kwa maana kwamba sasa project yako unaweza kuisimamia mwenyewe kama mtu anayejitegemea? Bado sijaanza kusimama mwenyewe kwa sababu wapo watu ambao wananishika mkono, Buni Divas wananishika mkono katika kila jambo. So bado sijaanza kusimama mwenyewe. Na kwenye soko umesema products zako unazipeleka kwenye soko. Changamoto kubwa hasa ambayo unaiona ni ipi? Changamoto zipo nyingi kusema kweli. Kwa sababu hizi product hizi kuna wateja wengine unaweza ukapelekea hii rangi hiyo akakwambia hatuhitaji rangi hii, tutengenezee rangi nyingine tofauti na hii. Yes, changamoto zipo. Kwa nafikiri changamoto kubwa ni kuweza kujua wakati mwingine yale mabadiliko ya mahitaji ya wateja, sio? Yes. Okay. Lakini pia tungetamani utuelezee hapo sasa kuhusiana na matumizi ya hizo product ambazo umezitengeneza. Na rangi ina impact yoyote? Yes. Au ni mtu tu kutaka? Labda ungempatia hiyo moja atuelezee. Kwa sababu anayetumia haioni. Okay, nataka kuelezea. Kama hii hapa. Unajua mzazi ndo anayemnunulia mtoto kusema ukweli. Kwa hiyo mzazi mwenyewe ndo anamchagulia mtoto wake rangi ambayo anaipenda. Kama anaweza asipende black kwamba hii sio nzuri. Alafu katika matumizi ya hii product mtoto ndo ambaye anaitumia. Kwa hiyo mzazi ndo na linki kubwa sana na wadau mbalimbali. Yes, kutoka kwa wabunifu kwenda. Leo mnaadhimisha vipi siku hii? Karua. Kwa leo kwa kweli tutashare baadhi ya bunifu ambazo zimeshafanywa na watu ambao tumeshawasaidia. Kuna videos ambazo tumezichukua, kwa hiyo tunahisi ni muda sasa wadau kujua kwamba hizi bunifu zipo, lakini kuna hawa bunifu ambao wanafanya kwenye hizi sekta mbalimbali na zinahitaji msaada. Kwa hiyo tutakachofanya leo ni kushare bunifu zote ambazo tumeshasaidia nyuma, lakini pia kukaribisha wadau, kuwashika mkono, kwa sababu Buni, DTBI, COSTECH wenyewe hatuwezi, na kuna wadau wengi wana program za kusaidia vijana wabunifu. Kwa hiyo tutashare ili kuweza kuwajulisha wadau kwamba hizi bunifu zipo, kama tulivyo na Jennifer hapa. Afu uzuri Jennifer ni product ya program ambayo ilisaidiwa na UNICEF. Na hawa ni school dropout, ni wale wanafunzi ambao waliacha shule. Kwa hiyo program ikawa designed, wakaletwa Buni Hub, tukawasaidia kwa ajili ya kubuni bunifu mbalimbali ili ziweze kuwakimu, kwa sababu waliacha shule lakini wanahitaji kitu cha kufanya. Tunashukuru sana na tunawatakia kila la heri hii leo mkiwa mnaadhimisha siku ya ubunifu. Jennifer, hongera sana. Kazi kubwa na nzuri ambayo inaenda kutatua changamoto iliyopo kwa walemavu katika sekta ya elimu hapa nchini. Pongezi kwa COSTECH kwa kuendelea kutembea, maana amesema sio tu kuwashika mkono lakini pia kutembea na hawa wabunifu. Leo ni siku ya ubunifu na uvumbuzi ikiadhimishwa kila April 21 ya kila mwaka, na tunakamilisha hivyo. Tumezungumza hapa na afisa mtendaji mkuu wa ukumbi wa ubunifu Buni Hub,
pamoja na Da Teknohama, lakini pia tumekuwa naye Ntufye Mwakigonja ambaye anamwakilisha meneja mfuko wa kuwezesha sayansi na teknolojia pale COSTECH, sambamba na Jennifer Justin Silayo ambaye yeye ni mbunifu ambaye amebuni herufi hizi zinazowasaidia wale wasioona. Karibuni kwa mara nyingine.